Hujambo na nikukaribisha mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel inasema mwishowe wataweza kuichukua Gaza na kuanzisha makazi. Waziri wa fedha Bezalel Smotrich amesema kwamba anatarajia Hamas kupewa hati ya mwisho juu ya upokonyaji silaha wake katika siku zijazo na kwamba mwishowe Israel itakalia ukanda wa Gaza na kuanzisha tena makazi ya Wayahudi katika eneo la pwani la Palestina. Inakadiriwa kuwa katika siku zijazo Hamas itapewa amri ya mwisho ya kunyang'anya silaha na kuondoka kabisa kijeshi Gaza. Waziri wa siasa kali za mrengo wa kulia alisema katika mahojiano na redio ya umma ya Kan. Smotrich alifafanua kwamba uamuzi huo hautakuwa muda mrefu sana kwa muda na kwamba utatolewa na Washington, sio Israel. Tunampa rais wa Marekani Donald Trump nafasi ya kuifanya kwa njia yake mwenyewe, anasema Smotrich. Wiki iliyopita waziri wa baraza la mawaziri Yossi Fuchs, mshauri mkuu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, alisema kuwa Hamas itakuwa na muda wa siku 60 wa kupokonya silaha, sharti lililotolewa na ikulu ya White House, na tunaheshimu hilo. Ikiwa Hamas haitatii, IDF itapata uhalali wa kimataifa na kuungwa mkono na Marekani kufanya hivyo yenyewe, Smotrich alisema Jumatatu, akiongeza kuwa mpango wa kupokonya silaha unamaanisha silaha zote ndogo ndogo na bila shaka vichuguu na vilipuzi. IDF tayari imejitayarisha kwa hili na kufanya mipango, aliendelea. Katika ngazi ya kisiasa tumefanya mijadala kadhaa ili kurekebisha mipango hii. Kwa sasa kuna njia mbadala 2 au 3 tunazochunguza ili kubaini ni ipi inayofaa zaidi, aliongeza Smotrich. Ameeleza zaidi kwamba mwishoni Israel itaukalia ukanda wa Gaza, itatekeleza serikali ya kijeshi na kuanzisha makazi ya Wayahudi huko. Alisema haiwezekani kutoroka kutokana na hilo kwa sababu ni ukweli. Netanyahu hataki kuwajibika kwa Gaza, alisema Smotrich, akisisitiza tena kwamba Israel itachukua tena eneo hilo kikamilifu. Haijalishi ikiwa itatokea katika miaka 2 au miaka 3. Tangu kuanza kwa usitishaji wa mapigano mnamo Oktoba mwaka 2025, IDF ilijiondoa kwa kile kinachoitwa Yellow Line na Israel kwa sasa inadhibiti zaidi ya nusu ya eneo la ukanda wa Gaza. Awamu ya pili ya kusitisha mapigano ambayo ilianza rasmi mwezi uliopita ilitoa wito wa kuondolewa taratibu kwa jeshi la Israel na kupokonywa silaha kwa Hamas, jambo ambalo kundi hilo linapinga. Mpango wa amani uliotolewa na Trump pia unatoa wito wa kuanzishwa kwa kikosi cha askari 20,000 wa kulinda amani kinachoitwa kikosi cha kimataifa cha kuimarisha utulivu ISF, ambapo nchi kadhaa zimejitolea wanajeshi wake. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News, utaweza kujua hayo.